Dunia haihitaji watu wenye akili sana, na pengine nikupe taarifa ya kwamba wenye akili sana duniani huwa hawafanikiwi. Wenye akili sana huwa hawatoboi. Dunia inahitaji watu wanaojua kutenda, watu ambao ni watendaji, the doers, watu ambao akisema jambo wanaenda kulitenda. Wasomi wengi, watu ambao wanajikuta wana akili sana, ni watu ambao wanajua kupanga mipango mingi sana, lakini kuitekeleza ni sifuri. Kwa hiyo sasa, ili uweze kuendelea kupambana, ili uweze kufanikiwa kwenye safari yako ya maisha, hakikisha ya kwamba mipango uliyoipanga unaenda katika vitendo, unaweka katika vitendo na unaanza kuitekeleza, ili uweze kufanikiwa katika historia hii ya mapambano, ukatao maskini na hali ya chini. Usiogope maadui katika maisha yako. Unajua ya kwamba ili uweze kufanikiwa unahitaji marafiki, lakini ili uweze kufanikiwa zaidi unahitaji maadui. Usiwaogope maadui kwenye maisha yako. Acha watu wakuchallenge, acha watu wakupe changamoto, acha watu wakukosoe, acha watu wakwambie hauwezi, acha watu wakwambie hautafanikiwa, lakini moyoni mwako unajua ya kwamba nimekuja duniani kufanikiwa, lakini moyoni mwako unajua ya kwamba nimekuja kutoboa, lakini moyoni mwako unajua kwamba ninaweza. Usiruhusu nguvu yako ya ndani ife kwa sababu ya maadui. Usiruhusu nguvu yako ya ndani ife kwa sababu ya maneno ya watu ya kukwambia hauwezi. Usiruhusu maneno ya watu yaharibu kesho yako, yaani maneno ya watu ya kufanya wewe ujione kwamba ni imara zaidi na unaweza kufanikiwa. Usikimbie kwa saa ya mwenzio. Saa yako inakuja. Pengine kuna watu umesoma nao, kuna watu ushawahi kufanya nao kazi. Ukiwaangalia kwa sasa unaona wamefika mbali sana, unaona wameshafanya mambo makubwa sana kwenye maisha, unaona wamefanikiwa. Pengine wengine wanakuonesha mambo ambayo wamefanikiwa na kukutambia na kutamba ya kwamba bwana, wewe hauwezi kufanikiwa, mimi nimeshatoboa. Usikimbie kwa saa ya mwenzio. Saa yako inakuja. It's their time. Yani sasa ni muda wao, ni wakati wao. It's right. Acha wakudharau, acha wakukejeli. Ni wakati wao. Muda wako ukifika utachagua wakejeli au si wakejeli. So usikimbie kwa saa ya mwenzio, kimbia kwa saa yako. Hauhitaji mipango mingi sana ili ufanikiwe. Yaani unahitaji mpango mmoja tu ambao utautekeleza ndipo uweze kufanikiwa. Chuo kikuu cha Harvard University washawahi kufanya utafiti, wakagundua ya kwamba mtu mwenye malengo 10 ana 10% tu za kufanikiwa, na mtu mwenye malengo 2 ana 40% za kufanikiwa, lakini mtu mwenye lengo moja ana uhakika wa 90% za kufanikiwa. Hakikisha ya kwamba unapanga lengo moja na unalifuatilia na unalitimiza. Waliofanikiwa walikuwa na sababu nyingi sana za kufeli, lakini walizikataa sababu nyingi za kufeli, wakaamua kuchagua sababu moja tu ya kuendelea mbele. Waliofanikiwa walikuwa na malengo mengi sana, lakini waliamua kuchagua lengo moja tu, wakaendelea nalo mbele. Usijaze, usikumbatie malengo mengi sana kwa wakati mmoja. Chagua lengo lako moja tu, afulifanye kwa uaminifu, utatoboa. Usiwe na wasiwasi. Wafilipi 4:13 inaniambia kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Usiogope kitu chochote duniani. Usiogope. Kama wewe unaamini Mungu yupo, hakuna mchawi wa kukuroga. Kama unaamini Mungu yupo, hakuna mtu wa kukuwekea kikwazo kwenye mafanikio yako. Kama unaamini Mungu yupo, hakuna mtu wa kukunyang'anya fursa yako. Kama unaamini Mungu yupo, hakuna wa kukuteteresha. Mungu yupo, anafanya kazi. Muamini tu na unaweza kufanikiwa. Wewe usikubali kuishi tu. Usikubali kuishi tu. Ishi kwa mipango. Ishi kwa mikakati. Ishi kwa ratiba. Usiingie siku nyingine kabla haujapanga ratiba ya kuingia hiyo siku. Usipopanga mipango ya siku inayofuata, unajikuta unafanya chochote kinachokuja mbele yako. Yaani kila siku iwekee ratiba. Hakuna mtu anayefanikiwa kwa kutokupanga mipango ya kesho. Usiishi tu. Ishi kwa ratiba. Ishi kwa utaratibu. Iwekee misimamo yako. Iwekee misingi yako. Shida sio kwamba hatufanikiwi kwa sababu fursa hamna. Hatufanikiwi kwa sababu hatuna taarifa sahihi kuhusiana na mafanikio. Yaani unahitaji taarifa sahihi na halisi kuhusiana na mafanikio. Ila wengi tumejaza taarifa nyingi ambazo ni irrelevant. Tafuta taarifa sahihi kuhusiana na unachokitaka.
Unataka kuwa fundi, tafuta taarifa sahihi kuhusiana na ufundi. Unataka kuwa mwigizaji, unataka kuwa mchekeshaji, tafuta taarifa sahihi kuhusiana na filamu yako. Asante sana. Karibu Kikoti Motivation.